wama arsalna min qablika, Muhammadi kabla yako hatujapatapo kuwapeleka illa rijalan, isipokuwa tulikuwa tunawapeleka wanadamu, tena wanadamu wenyewe wanaume. Illa rijalan, tulikuwa tunawapeleka wanaume. Nuhi ilaihim, tulikuwa tunawapa wahyi wajumbe hao. Min ahli alqura, kutoka katika miji mbalimbali. Hakuna mtume aliyetoka shamba bwana, mitume wote walitoka katika maeneo ya mjini bwana, wanajua mambo ya mji. Umefahamu Waulida sallallahu alayhi wasallama fi lmawdhi'i lma'rufi bil'irasi lmakiya walbaladi alladhi la yu'badu shajaruhu wala yuhtala khalahu au khilahu. Mtume sallama amezaliwa katika mji maarufu bwana, mji ambao haukati miti yake, haramu ya Maka mjini. Kwa hivyo anasema kwamba sisi hatujapatapo kumpeleka kabla yako illa rijalan, isipokuwa tunawapeleka wanadamu, tena wanaume. Hapa kuna makanusho mawili. Hajapatapo kupelekwa mtume malaika kwa wanadamu, wala hajapatapo kupelekwa mtume mwanamke. Kuna watu wengine huko wana kauli ya kudai kama vile Maryam alikuwa nabia. Mshafahamu Hakuna hiyo. Auliyaullahi katika wanawake wapo, kina Maryam, kina Rabiatul Adawiya. Mshafahamu? Kwa mfano Maryam anapoambiwa wahuzi ilaiki bijidhi'in nakhla tusaqitu alayki rutban jania, gogo lenyewe la mtende kwanza kavu, anaambiwa maneno yale ndo anatoka kujifungua. Hiyo nguvu anaipata wapi? Alafu gogo kavu linatikisika hata hivyo. Lakini yule alikuwa walia wa Mwenyezi Mungu, aliposhika lile gogo la mtende katikisika hezi na anguka tende. Ushafahamu? Karamatul awliya hiyo. Sawa. Anna laki hadha, anaulizwa na mzee anayemlea Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadha ya Maryam, anna laki hadha qalat huwa min indillah. Karamatul awliya, msimu sio wa machungwa yamo ndani kwa Maryam, msimu sio wa maembe ndani mwake yamo. Kama mzee mwenye busara, mlezi anayejua majukumu yake, mama mboni unatutisha, vyakula hivi unavitoa wapi? Lakini wewe ukimwona mwanao ana simu kubwa, mama kakununulia nani? Mko wangu tena wewe, basi unacheka. Wewe baba gani? Unaendelea afalam yasiru fil ardi, hawakutembea au hawatembei katika ardhi. Fayandhuru, ikawa sababu ya kuangalia, kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, ulikuwa mwisho gani kwa wale waliotangulia kabla yao, wale waliowakataa mitume wale, mwisho wao ulikuwaje? Hebu na watembee katika Mashariki ya Kati. Watapita mahala alizamishwa Firaun, watapita mahala walizamishwa watu wa Luthi, watapita mahala alizamishwa Karuni. Yalitokea matukio mpaka hivi sasa athari zake zipo. Kwa nini hawa jamaa zako wanakuwa wakaidi? Afalam yasiru fil ardi, kwani bado hawakutembea? Kutembea ni ibada, kama hutembei kwa maasi unapita kusoma. Siru fil ardi, tembeeni katika nchi. Fandhuru kaifa kana aqibatal mujrimin, angalieni watu wabaya mwisho wao ulikuwaje. Utasoma, sio kwa sababu umezaliwa Kibuteni ukuwe Kibuteni, uoe Kibuteni, uzeeke Kibuteni. Isiwe hivyo. Umefahamu Wale watoto wako hawapati wajomba. Umezaliwa Kibuteni, oa Nungu hii, unakuza ukoo wako. Ukizaliwa kwetu Rufiji, oa Pemba. Nchi inapanuka na jamaa zenu wanakuwa wengi. Ushafahamu tembea, dunia inakuruhusu upite ukisoma.
hivyo Allah anawauliza wale wanaofanya jeuri na kutokuwa na adabu, afalam yasiru fil ardi, kwani hawatembei hawa katika nchi, fayandhuru, ikawa ni sababu, kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wa wale waliopita kabla yao, ambao waliwakataa mitume, ambao walifanya walioyafanya. Mungu aliwachukulia hatua gani ili wapate kujifunza nao wajiepushe. Sawa. Wala darul akhirati, maisha ya akhira, khairun, ndiyo maisha bora, lakini lilladhina taqaw, maisha bora kwa wale hapa duniani wanaishi na hofu ya Mwenyezi Mungu. Maisha ya akhira ni maisha bora, lakini sio kwa wote. Lilladhina taqaw, kwa wale wenye kuishi hapa duniani kwa tahadhari. Lilladhina taqaw, wale wanaoishi kwa kumwogopa Allah subhana, kwa kuzingatia amri za Allah, kwa kuyaepuka makatazo ya Allah, hao ndio muttaqina hao. Sasa wale wanaoishi hapa kwa hofu ya Mwenyezi Mungu, maisha yao ya akhera ni mazuri sana. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume, wala saufa yu'tika rabbuka, ile wadhuha, alafu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala al-akhiratu, na pakusudia hapo khairul laka minal ula. Mshafahamu, dunia si lolote si chochote. Kwa kuwa tunaishi, tufanye kazi za halali tuweze kupata njia za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kama huli cha halali, kama huvai cha halali, huna sadaka utakayotoa, huna swala utakayoswali, huna futarisho utakalofutarisha likatukuliwa mbele za Mungu kwamba umetoa sadaka, kwamba umeswali, kama umefutarisha, hutokuwa nayo ibada hiyo, kwa sababu Allah tabaraka na taala anatuambia katika Qur'ani yake, ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati, kwanza kuleni vyakula vya halali, alafu waamalu swaliha, ndiyo mfanye amali njema. Sharti ya kufanya amali njema, kwanza kulu minat tayyibati, mule vya halali. Sijui unanielewa Kwa hivyo kwanza angalia kazi yako iangalie, Mungu hii anairidhia? Nafasi hii niliyopo ya kwangu kweli ya halali? Kuna watu wamevamia nafasi za watu. Iulize mara mbili, hii nafasi yangu ya halali? Kama sio ya halali, na mshahara sio halali, kwa hivyo ukenda uhaiji sio halali, ukatoa sadaka sio halali, ukampa mtu kitu sio halali. Sio, umenielewa? Maana hayo maneno ya Allah tabaraka wa taala. Nafasi yako mwogope Allah. Leo hapa duniani unaweza ukambena mtu yoyote, ukafanya lolote, kwa sababu uwezo wa kumbena mtu unao, lakini itafika wakati uwezo wa kumbena mtu huna. Haki za watu zitatakiwa. Tume atakwenda anatuambia sisi, atadiruna manil muflis, mnamjua nyie muflisi nani? Wakaambia masahaba, wanamwambia muflisi kwetu sio hili. Mbone Rasulullah ni jawabu rahisi, man la dirhama wala dinar, ni mtu ambaye mlala hoi, huyo sio tunamchukulia muflisi. Mtume akawaambia sio huyo sio muflisi, huyo hana shilingi tu ya kupata mapembe. Lakini muflis ni yule mtu kaswali sana, mtu kafunga sana, mtu katoa hija sana, mtu alifutarisha sana, na kadhalika. Lakini wakati huo shatama hadha, waraba hadha, akala mala hadha, umefahamu wasafaka dama hadha, kamuua huyu. Siku ya Kiyama hawa wote wanakuja kutaka haki zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja aliyouliwa, anaulizwa, bwana mkubwa huyu ulimuua kwa kosa gani? Manake panachukuliwa akaunti yake, analipwa huyu. Haya, alikwenda jela, ilikuwaje?
manake panachukuliwa huyu naye alipigwa huyu, ilikuwaje? Usidhani haya yanakwisha hapa kama watu wanavyofikiria. Haiwi paka yule anayemchuna mwenzake kwa makucha siku ya Kiyama, na yule aliyekuwa akachunwa hana makucha, na yeye atapewa makucha. Mrejeshee huyu mwenzio alokuumiza. Ikiwa paka au mbuzi wanakuja kupitishiwa hukumu kiasi hicho, mimi na wewe ndugu yangu, fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Asema subhanahu wa ta'ala, fakaifa tattakuna, vipi mtajinusuru na adhabu za Allah? Vipi mtasalimika na moto wa Allah? Vipi mtasalimika na mateso ya Allah? In kafartum, ikiwa mtaishi katika dunia mkienda kinyume na amri zake. Adhabu hiyo lini? Yauman, katika ile siku nzito. Yaj'alul wildana shiba, itawafanya watoto wachanga kuota mvi. Siku nzito hiyo, watoto wachanga wanaota mvi. Unasalimika vipi na adhabu siku ngumu kama hiyo? In kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Asema as-samaa'u munfatirun bi, na mbingu nazo zitachanika. Haitakuwa tena katika haya mamlaka ambayo pengine wewe una mamlaka ya kuamrisha na mamlaka ya kukataza. Haitakuwa chini ya mbingu hii. Kana wa'duhu maf'ula, ahadi ya Mungu itatekelezwa, na hatomuangalia mtu yuko katika daraja gani, anamuangalia mtu amefanya nini. Tunakwenda pamoja Tayib. Subhanahu wa ta'ala anasema, afalam yasiru fil ardi fayandhuru, ikawa sababu ya kuangalia kwa mazingatio, kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, wale wenzao mwisho wao ulikuwaje? Wala darul akhirah, nyumba ya akhira, nyumba ya peponi, maisha ya akhira, khairun, hayo ndiyo maisha bora, lilladhina taqaw, lakini maisha haya ni kwa wale tu wenye kumcha Mwenyezi Mungu, ndiyo wenye maisha bora huko tunakokwenda. Kama unayaamini maneno ya Allah, kama unataka maisha bora, basi Allah ameyaweka huko. Hapa duniani unaweza ukaambiwa maisha bora kwa kila mtu, yakawa maneno tu na misemo, umefahamu, lakini yasitekelezeke kwa Mwenyezi Mungu, hilo ni la uhakika. Sawa? Kule katika aya Mwenyezi Mungu amewazungumza atakao wapa maisha bora hapa duniani, wale walioamini wakafanya matendo mazuri. Akasema lanuhyiyannahum hayatan tayyiba, hao hapa duniani ndio watakao kuwa na maisha bora. Maisha bora wanayapata walioamini wakatenda matendo mazuri, hao ndio watapata maisha bora hapa duniani. Lakini wala najziyannahum bi ahsani ma amilu, na siku ya Kiyama tutawalipa malipo bora zaidi kwa wale mazuri walioyafanya. Sawa? Kwa hivyo maisha bora Waislamu yako akhira. Hapa unaweza ukawa na mipesa, lakini baadaye ukalazimika utengeneze fensi ya umeme, umefahamu, kuogopa vibaka wasije kuchukua chao, maana zaka si utoi, wanakuja kuchukua wenyewe. Mshafahamu sababu maskini tuna mafungu yetu, si kwa matajiri, yapo hawatugai, lakini tuna mafungu yetu. Kwa hivyo kuna wengine tena wanaona tabu kusubiri, wanakata nyaya, wanakuja kuchukua wenyewe fungu lao, hata kama si halali, lakini wanakuja. Ushafahamu? Mimi siku zote nasema watu wasidhanie mageti, mawaya, maaskari kulinda milango kwamba labda ndio watadhibitiwa watu wenye njaa. Watu wakiwa na njaa, mwalimu, hawadhibitiki kwa askari mlangoni, wala hawadhibitiki kwa mageti,
wala hawadhibitiki kwa chochote. Watakuja kuchukua chakula nyumbani kwako hivi mchana kweupe. Mungu atujalie tu hiyo riziki iwe inapatikana hivyo hivyo inavyopatikana, isifikie hatua hiyo. Lakini mwanadamu muogope akisema potelea mbali. Hiyo lugha, neno dogo hilo, potelea mbali, lakini hilo neno ni kubwa na zito, linaweza likaleta hatari nchi nzima. Ogopa sana watu wakisema potelea mbali. Ushafahamu? Wewe unaweza ukawapiga watu 10, 15, 20, 50, mwisho damu inakuchemka mwenyewe. Baada ya kumwongezea yule kule unajielekezea mwenyewe. Ushafahamu bwana? Ndivyo ilivyo. Sifanye maskhara na Mungu. Mungu yupo hivyo. Mungu yupo. Na lau kama si yeye kusimama, hali ingekuwa ngumu. Mungu yupo. Sahi. Tunaendelea wala darul akhirah. Hayo maneno kila mmoja wetu waondoke nayo. Wala darul akhirah, nyumba ya akhira Waislamu, khairun, hiyo ndiyo nyumba bora kuipigania, hiyo ndiyo nyumba bora kuitafuta, hiyo ndiyo bora kuikeshea, hiyo ndiyo bora kuitafutia Lailatul Qadri, hiyo ndiyo nyumba bora. Lakini nyumba hii watakaopewa lilladhina taqaw, wale watu walioishi katika dunia wakishikamana na amri za Allah na wakiyaepuka makatazo yake. Inna lilmuttaqina mafaza, hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'asan dihaka. Basi yote hiyo wa kawaiba atraba, maana peponi watu watapewa vitoto. Umefahamu bwana? Kawaiba, vitoto hivyo, atraba, vina umri sawa na wale waume zao. Maana mtu ale, anywe, awe na jumba kubwa, lakini kama mjomba huko hajui asubuhi wala jioni, huna furaha, utakonda tu, nakufa utakufa. Umefahamu bwana? Ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya matunda, kunywa, kula, alafu akasema wazawajnahum bihurin ain. Hapo ndipo inapokamilika starehe mjomba. Mshafahamu Hakuna mgonjwa wa sukari huko hivyo. Maana yake kapoteza ubora na sukari hakuna. Ushafahamu Basi huko kuna kawaiba atraba, lakini wakaasan dihaka, vinywaji vilivyo vitamu na vizuri. La yasmauna fiha lahwa wala kidhaba, wakiwa huko hakuna maneno ya kipumbavu na ya kipuuzi huko. Jazaan min rabbika ataan hisaba, hayo ni malipo yanatoka kwa Mola wako, malipo ambayo hayalingani kabisa na yale uliyoyafanya wewe. Mungu anakupa tu kwa sababu umepita katika amri zake. Tayeb, anatuambia wala darul akhirati khairun lilladhina taqaw afala taaqilun. Hamna akili nyie ya kuzingatia maneno haya, ya kuyatafakari maneno haya, mukayapa umuhimu maneno haya. Afala taaqilun, ukitaka unasoma kwa tahadhiri, alla taaqilun, kwa nini hamna akili mkayazingatia haya? Maana yake nini? Yazingatieni. Shafahamu haya maneno, yazingatieni, ndio ile alla taaqilun. Kwa nini hamuyazingatii? Yazingatieni. Haya ndiyo maneno ya kuzingatia. I'malu liduniyakum kaannakum taishuna abada wa amalu liakhiratikum kaannakum tamutuna ghada. Itafuteni akhira yenu, itafuteni pepo kwa juhudi kubwa, kama kwamba utakufa kesho. Fanya kila unaloweza katika usiku wa leo katika kuzitaka radhi za Mola wako. Amini kwamba mimi kesho sitaamka. Upo watu wana mpango wa 30, wewe unasema kesho. Umepitwa na wakati.
30 watu washakuwa na mikakati kuanzia leo 30. Anasema da'il hirsa ala dunya wa fil aishi fala tatma'u la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Da'il hirsa ala dunya wa fil aishi fala tatma'u. Kwa nini? Fa inna rizqa maqsumu wa su'a dhanni la yanfa'u. Kila mtu baba kashagawiwa chake, pita taratibu, usiwasukume watu baba. Kilichokuwa chako utakipata, sio chako. Hata ukiwaangusha watu, yule anayetoa atakwambia wewe mbabe, basi wewe ndio utapewa mwisho. Ushafahamu usifanye fupa. Chako utakipata tu, hata kama huo chini ya pango. Na kama nafasi yako utaipata tu, usende ukawaroga watu, ukawafanya watu hawawezi kwenda kazini, eti ile nafasi uipate wewe. Ndugu yangu, usifanye hivyo. Ahla thanai wal majidi ahaqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia ya Allah kile ulichokitoa kumpa mtu. Yuko mwenye uwezo huo? Wala mu'tiya lima manata, wala hakuna mwenye uwezo wa kutoa kile Mungu amesema hichi ukipati. Hakuna anayeweza kufanya hivyo. Wala radda lima qadaita, wala hakuna mwenye uwezo wa kurejesha maamuzi ya Mungu. Hakuna mwenye uwezo huo. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Cheo chako, mamlaka yako, nafasi yako haiwezi kukusaidia kama hujamtii Mola wako. Tumefahamiana? Kwa hivyo usimsukume mtu, ndugu yangu, ukampiga kibwengo eti upate hiyo nafasi ukakae wewe. Unaweza ukampiga kibwengo yeye, basi na ukitaka iwe uchungu zaidi ukaambiwa wewe kaimu hiyo nafasi kwanza. Umefahamu? Ukakaimu wewe miezi 6, ukaona hapa likija chaguzi hapa, hii nafasi ishakuwa yangu. Baadaye unakuja kusikia kaletwa mtu mwingine, huyu ndo atakayekuja kuwa bosi hapa. Haijatokea hiyo? Basi usihangaike. Alichokugawia Mungu utakipata tu. Siwaroge watu, usimuumize mtu, simuumize mtu. Tunamaliza. Anasema hata idha staiqana, ndio hata idha staiasa ar-rusulu. Wazio mitume waliotangulia, anaambiwa bwana mtume, walifanya kazi ya da'wa kuwalingania watu wao mpaka pale walipokwisha kukata tamaa. Mitume wakaona tena hapa hakuna jambo. Wadhannu, wakawa na yakini, annahum, kwamba wao mitume kadi kudhibu, wameshakadhibishwa, hawaaminiwi. Jaahum nasuruna, hapo wale mitume walijiliwa na nusura yetu. Fanunji man nashau, na kwa nusura yetu humuokoa tunayemtaka. Wala yuraddu baasuna, wala adhabu yetu hairejezwi anil qaumil mujrimin. Ikisha kuelekezwa kwa watu wabaya, adhabu yetu hairejeshwi, hairejeshwi adhabu yetu. Kwa hivyo Muhammad, wala usihuzunike, wala usione kwamba wewe labda hawa watakudhibiti. Hapana. Hata idha staiasa rusulu, kuna mitume walifanya kazi ya da'wa mpaka wakata tamaa. Hawa watu tena hawa, hapana, hawaingii katika Uislamu, au hawa watu tena hawa hawawezi kuniachia mimi nikawa hai. Wadhannu, wakawa na yakini, annahum qad kudhibu, kwamba wao wameshakadhibishwa, wamekataliwa, hawakuaminiwa. Jaahum nasruna, Allah anasema wakati huo ndio ikawajilia ile nusura yetu. Fanunji man nashau, na kwa nusura yetu tunamuokoa yule tunayemtaka. Na anayemtaka Mungu kumuokoa ni yule ambaye yeye amesimama kuinusuru na kuitetea dini ya Allah, na huyo na yeye Mungu anamtetea na anamnusuru. Intansurullaha yansurukum, kama nyinyi mutasimama kuinusuru dini ya Allah, basi na Mungu atawanusuru nyinyi.
miongoni mwa kuinusuru dini ya Allah. Katika zama zetu hatuna jihadi kwa sababu hatuna mfalme Muislamu, sawa Sio hapa wala uko Warabuni. Watu wamechukuliwa na ulimwengu mpaka kule tulikokuwa tunatarajia ndio masdari ya dini yetu, nako kumeshakamatwa utosini Nchi zote za Waislamu ziko chini ya twaa ya makafiri. Umefahamu? Ziko chini ya twaa ya makafiri, wakati Allah anasema la tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, maadui zangu msiwafanye marafiki. Nani asiyojua makafiri wa magharibi kwamba sisi ni maadui zetu? Unaweza ukasema wale sie wanatupendelea? Lakini nchi zote za Kiislamu zote kuna bezi zao makafiri, wana mitaji yao makafiri, wamewashika utosini Waislamu. Allahu akbar! Mtihani hapa. Sie kilichobaki sisi huwa Maulana huwa sisi tu tena na Mola wetu. Maana yake ikiwa kule tulikokuwa tunakutegemea Waislamu wenzetu watatusapoti, kule sasa hivi ndio kumeshikwa. Sasa wewe ukijifanya hapa mtu wa dini utakiona cha moto. Ushafahamu? Kwa sababu kule ambako kulikuwa tufanye jambo huku Afrika, wao watusimamie Waislamu wenzetu, haiwezekani. Kule kwenyewe ndio kumekamatwa na mangwengwe ya ukafiri. Sawa? Wakati Ibrahim anawaambia makafiri, inna buraau minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Urafiki na umoja na upenzi utakuja ikiwa mtamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa Leo unaweza ukaona iko nchi ambayo ni ya Waislamu, pamoja na kwamba kuna mashaka kwa sababu ya maasi ya kuwatukana maswahaba lakini bado ni Waislamu. Sawa? Lakini sasa leo Waislamu wanatoka kwenda kuwapiga Waislamu wenzao kwa sababu wao ndio wanaowezesha. Sawa? Tumefika wapi si? Hatta idha stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu, wakayakinisha kwamba wao wamekadhibishwa. Jaahum nasruna, inakuja nusra yetu na insha Allah. Pamoja na kwamba Waislamu wachache, labda makafiri wameungana, wako wengi, lakini tunashika maneno ya Mwenyezi Mungu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Basi ndugu zetu insha Allah watashinda, tena watashinda kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu penye mapungufu tutawambia ndugu zetu, hapa nyie mnakosea. Sawa au tutakuja kuambia baadaye, hapa ndugu zetu nyie mnakosea. Maswahaba wa mtume hawa msiwabague, hawa ni watu wema, hawa ni wanafunzi wa mtume, hayo tutakuja kuambia. Lakini kwanza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape ushindi na nguvu. Mshafahamu haikuwa Warum anatuambia Mwenyezi Mungu, ghalabati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghalibuna fi bid'i sinina lillahi al-amru wa min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Wakishinda Warumi ambao hawakuwa Waislamu, Warumi ambao wanaomfuata Isa kifeki, bado Mungu alisema wale ndugu zetu. Ushafahamu? Na kwa maana hiyo siku wakipata ushindi, sisi waumini tutafurahi. Haiwi ndugu zetu hao, insha Allah. Yeye ndiyo mfalme na yeye anajua namna gani atupe ushindi Waislamu katika hali kama hii ya dhiki. Ikiwezekana ya Rabbi, ilo wanalolitegemea kuwa ndio mama lao la silaha makafiri, ulilipue moto umo baharini ya Allah.
Asa wewe utaki kusema Allah, utaki au utaki kusema amina? Kwani tai laqad kana, aya inamalizia kwa kusema laqad kana fi qasasihim, kwa hakika imekuwa katika visa hivi vya Yusufu na ndugu zake, mpaka kufikia Yusufu kuwa azizu Misra, kuwa mwenye sauti na mamlaka. Pamoja nyumbani alichukiwa, akataka kuuliwa. Kadhalika akenda akatupwa fi ghayabati ljubi, haikutosha akaokotwa, akenda akauzwa, akafanywa bidhaa, akawa mtumwa ndani ya azizu Misra. Amekaa humo namo akapata mtihani mkubwa, mtihani unaopelekea hata mtu kuuawa pale mama Zulekha alipotaka lake. Lakini Yusufu akasema hapana, innahu ahsana mathwaya, mumeo mimi ni bwana wangu, na kwa kweli malezi yangu hapa kayafanya bora. Huwezi kumfanyia mtu aliyekufanyia ihsani ubaya kiasi kama hicho Papatu Yusufu anakimbilia mlangoni, kanzu inachanwa na mama Zulekha. Mlangoni bosi anatokea, kama kwamba siku ile Mungu alimwambia rudi uje kuona filamu nyumbani. Ushafahamu? Kwa sababu wakati aliyerudi siku ile azizu Misra haukuwa wakati anaorudi kazini. Anawakuta mlangoni jasho linawatoka. Kabla hajaulizwa mama Zulekha anasema yeye, ma jazau man arada bi ahlika sua, alipwe nini mtu aliyetaka kumfanya vibaya mkeo? Mke wa waziri mkuu alafu unataka kumfanya vibaya? We dereva tu unaokata majani ya ng'ombe, we utakuwa hai wewe? Huwezi kuwa hai. Na yeye ndo aloshtaki mwanzo, majazau. Na mimi nawaambia Waislamu wenzangu, vitimbi vya akina mama au ahali zetu ni vikubwa sana. Unapokuja nyumbani, kuna mtoto uliozaa na mama mwingine, ukipewa kesi na huyu mke ulio naye sasa hivi, mwambie nimesikia, nafuatilia. Anaweza akaitengeneza kesi mtoto wako ukamfukuza, akenda akapata tatizo, ni kwa sababu yeye tu hamtaki yule mtoto wa mke mwenzie. Anaweza akaja mama yako mzazi katoka shamba na kwenda kufunga mwaka huu kwa mwanangu, na mie nikale viposhoposho kidogo mjini, kuna ikaimati huko na nini, ufahamu machicha wale cheti ni mnaita machicha alafu nyie bwana machicha mnaita cheti ni bwana, unafahamu na yeye anataka kuja kula machicha ya mjini. Basi amefika nyumbani kwako, anazungumza siku 2-3, unarudi nyumbani, mke hakuelewi, humuelewi. Vipi? Ambia mimi mume wangu ninaona nashindwa la kukwambia kwa sababu huyu ndio mama. Vipi? Kwani mimi kusema kweli naogopa. Sema mke wangu, si unajidai kuteleza penzi? Sema mume wangu, mie sema ukweli, bora niondoke mie kwanza. Sasa uondoke vipi na mwezi wa Ramadhani na mimi nataka unipikie iftari? Kwa sababu naona hapa mie kama sielewi. Uelewi vipi? Naona toka alipokuja mama, mie kila siku ndani ya ndoto tunapapatuana, anataka kunitia madole rohoni. Ushafahamu Sasa unaweza ukaambiwa maneno hayo, ndugu yangu. Usikurupuke tu ukenda ukamwambia mama, ulisema unaondoka lini vile? Ukaambia basi. Sasa ukajile kumtengenezea zawadi, utaki kumuondoa. Usifanye hivyo. Hawa watu ni watu wenye mipango mikubwa. Lazima uwe makini. Unakaa na ndugu yako, katoka shamba kaja huku mjini, yuko kidato cha 5 au cha 6, anakaa na shemeji yake. Inawezekana shemeji hataki kukaa na ndugu yako, ukarudi siku moja ukamkuta analia ile, utafikiri kafiwa na baba yake angali kijana. Ushafahamu? Wewe vipi mke wangu? Atapiga kelele hapo, utambembeleza mpaka nini? Kwani kimezidi? Asema kwani mimi hapa nimeolewa na waume wangapi? Mtume vipi? Nimeolewa na waume wangapi? Mimi si ndio mumeo? Asema basi itabini mimi niondoke, siwezi kuolewa na waume wawili.
Sasa hiyo ndoa ya pili imepita lini? Si huyo ndugu yako mimi ananifuata chumbani kila siku. Leo tumepapatuana mlangoni hapo, ndio nifanyeje? Kaja kupiga mtu hodi. Unaweza ukasema utarudi kwenda kusoma kwenu Makunduchi, kumbe wala si kweli Kwa hivyo mraatul aziz baada ya kuona mechi imekwenda sivyo ndivyo, unafahamu, anasema ma jazau man arada bi ahlika sua. Kauliza suali alafu jawabu katoa mwenyewe, illa an yusjana, huyu apelekwe jela huyu, au adhabun alim, kama si hivyo vyovyote itakavyokuwa apate adhabu kali. Fadhila zake Mwenyezi Mungu huwa nusuru wapenzi wake pale mahala ambapo hutarajii kama hapa mtu atapata nusura. Kitoto kidogo kichanga kinasema, mzee, angalia kanzu kwanza, angalia huo mchezo, inkana kamisuhu kudda min kubuli fasadaqat wa inkana kamisuhu kudda min duburi. Sawa kuangalia mzee akagundua au mchezo, alafu kuzungumza kichanga kama hicho, si ujifanye hamnazo tu, usiamini. Ushafahamu? Akaambia Yusufu, ili jambo lifiche humu ndani, na Mungu akitaka kukumbua. Unajua ukiwa mchawi mtaani, Mungu anawaleta malaika wanapita, alafu wanazungumza, Shaharani mchawi huyo, kijana huyo, watu wanasikia, ndio mwanzo wa kujulikana mtu mchawi huo. Ushafahamu? Na yule mama Zuleha, lile jambo limefanyika ndani. Ushafahamu? Mama Zuleha mwenyewe ndio mtu wa ndani, alafu Yusufu kaambiwa ili lisitoke. Wale nisi watu wale walilipata wapi? Hakuna siri hapa duniani bwana Kama unapiga bodi usiku, kuna siku utaonekana tu kwa mkubwa. Nilikuwa naangalia nikiona kaa panya. Basi Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad kana fi qasasihim ibratun, pana mazingatio. Ukienda katika tafsirul Maradhi kuna mambo kama 39 amesema hayo ndiyo yamo mazingatio katika hii sura kwa ufahamu wake. Mambo 39 ibratun, lakini liulil albab, watu wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, hili suala sio hadithi ya kupanga, sio maneno ya kuzua tu yakatengenezwa, limetokea kweli kweli. Sawa, limetokea kweli kweli. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni ukweli wa kile ambacho kimetokea mbele yake. Wa tafsila kulli shay'in, na ni upambanuzi wa kila kitu. Wa hudan, kadhalika ni mwongozo. Wa rahmatan, kadhalika ni rehma. Liqaumi yu'minun, hichi kisa hichi ni rehma kwa waumini, wajifunze kutoka yaliyomo ndani ya kisa hichi. Inshallah, kwa kuwa muda wetu umemaliza, kuna mengi wameandika hapo chini kwa wale wenye hashiatu Swabuni, tafsiri ya Swabuni, waangalie hapo katika Tambihun, watakuta hayo maelezo. Lakini wakati wetu umekwisha, na leo inakuwa ndio siku ya 3 hapa. Darasa letu kesho linahamia ZBC, kesho na kesho kutwa. Jumatano na Alhamis tutakuwa tena kule kwa Sheikh Aliani Mchangani, na hapa tutarudi tena siku ya Ijumaa biaunillahi taala. Itakuwa mwezi ngapi Ijumaa? 24. Vyovyote itakavyokuwa, Mungu akijalia, tutarudi siku ya Ijumaa. Tutakuja kuondoka katika sura nyingine mpya inayoitwa Suratul Ra'd insha Allah. Lakini tuliambiwa na viongozi wetu kwamba huduma kidogo za msikiti, sisi ndio wajengaji, sisi ndio wahudumiaji. Kwa hivyo nyumba ya Mwenyezi Mungu ina uhitaji wa matumizi. Kwa hivyo leo tufanye maalum harambe ya kuichangia nyumba ya Mwenyezi Mungu ipate hayo matumizi, umeme, usafishaji kule vyooni na mahitaji mengine, na sisi ndio watu wenye kufanya hivyo. Kwa hivyo inshallah, na waombeni hata wale walio nyuma kule leo wasipite kule, milango hiyo miwili imefungwa. Mlango wa kwenda peponi huo hapo, mwalimu weka msala hapo, kila mtu apite katika huu mlango wa kwenda peponi na shilingi 10,000, 20, 15, 30, 100,000 weka hapo
Huo ndo mlango wa kwenda peponi. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuchangie jambo hilo kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Nashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Usichenjie mfukoni ukachagua humo mfukoni ndio ukapata ya kutoa. La kwanza, kama una shilingi 100, shilingi 50, 200, hiyo tunakuachia, bora ukasaidie kununulia majani ya chai nyumbani, usitie pale.